بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وجينا لمwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alif Lam Mim Ra. Hizi ni ishara za kitabu na ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki, lakini wengi wa watu hawaamini. Mwenyezi Mungu aliyeziinua mbingu bila ya nguzo mnazoziona, ametawala kwenye ufalme wake, na amefanya jua na mwezi yamtii, kila kimoja kinakwenda kwa kiwango maalum. Anayapanga mambo na anazipambanua ishara ili mpate kuwa na yakini kukutana na Mola wenu mlezi. Na ndiye aliyeitandaza ardhi na akaweka humo milima na mito, na katika kila matunda akafanya dume na jike, hufunika usiku juu ya mchana. Hakika katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Na katika ardhi vimo vipande vilivyokaribiana, na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine, na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja,
na isiyochipua kwenye shina moja, nayo inatiliwa maji yale yale, na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula. Hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaotia mambo akilini. Na kama ukistaajabu, basi cha ajabu zaidi ni huo usemi wao, ati tukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbo jipya? Hao ndio waliomkufuru Mola wao mlezi, na hao ndio watakuwa na makongwa shingoni mwao, na hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. Na wanakuhimiza ulete maovu kabla ya mema, aliyakuwa zimekwisha pita kabla yao adhabu za kupigiwa mfano. Na hakika Mola wako mlezi mwenye samaha kwa watu juu ya udhalimu wao, na hakika Mola wako mlezi ni mkali wa kuadhibu. Na wale waliokufuru husema, mbona hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Hakika wewe ni mwonyaji, na kila kaumu inawakuongoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Surati Ar-Ra'd imeteremka Madina. Surati Ar-Ra'd ni sura ya Madina na imeitwa Ra'd kwa kusimuliwa kwamba radi inamsabihi, yani inamtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu, na hisabu za aya zake ni 43. Imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha Qur'ani tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu wote, na ikazindua kueleza mambo yaliyoumbwa na yenye manufaa. Kisha ikatoka kubainisha uwezo wake Mwenyezi Mungu wa kuumba, ikaingia kubainishia uwezo wake kurejesha tena na kufufua, na ujuzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu wa kila kitu, na kubainisha kudra yake ya kuadhibu duniani, na kwa hivyo yaweza kukisiwa adhabu ya akhera. Kisha sura hii ikaelekeza nadhari zizingatie maajabu ya ulimwengu yaliyozagaa. Baada ya hayo Mwenyezi Mungu mtukufu amezieleza hali za watu katika kupokea kwao uongofu wa Qur'an. Kisha akataja sifa za waumini katika mahusiano yao ya kibinadamu, na tabia za makafiri na karaha yao kushikilia kutaka miujiza isiyokuwa hii Qur'an juu ya ubora wake wa cheo, na ikataja kejeli zao kwa mtume wao, na ikamweleza mtume kuwa mitume wa kabla yake pia walifanywa kejeli, na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kusimamia vitu vyote na nafsi zote, na kwamba yeye ni mwenye kumlipa kila mtu kwa anavyostahiki, na kwamba Qur'an ndiyo muujiza mkubwa kabisa utakaobaki mpaka siku ya kiyama, na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayewapa nguvu mitume wake kwa miujiza itakayo. Na ikiwa hao washirikina wanakanya utume wa nabii huyu, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia ukweli wake, na yeye ni mwenye kutosheleza kwa hayo. Alif Lam Mim Ra. Hizi ni harufi za kutamkwa, zimeanzia baadhi ya sura za Qur'an, nazo zinaashiria kuwa huu ni muujiza juu ya kuwa ni harufi wanazozitumia Waarabu katika maneno yao ya kawaida. Na harufi hizi zilikuwa zikitamkwa kuwavutia Waarabu wasikilize Qur'an, kwani wale mapagani, yani washirikina, waliambizana wasisikilize hii Qur'ani. Ikawa waumini wakianzia harufi hizi huvutia masikio ya washirikina, wakawa wanasikiliza. Hakika hizo aya au ishara tukufu ndiyo hii Qur'ani, kitabu chenye shani kubwa ulioteremshiwa wewe nabii kwa haki na ukweli, kutokana na Mwenyezi Mungu aliyekuumba na akakuteua. Lakini wengi wa washirikina walioyakanya aliyokuja ya haki si watu wa kuikubali haki, bali wao wanaipinga kwa inda. Hakika alikiteremsha hichi kitabu ni Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye alizinyanyua hizi mbingu mnazoziona zenye nyota zipitazo bila nguzo mnazoziona, wala hazijui mtu ila Mwenyezi Mungu, ijapokuwa amezifunganisha hizo na ardhi kwa funganisho zisiyo katika ila akipenda Mwenyezi Mungu. Na amedhalilisha jua na mwezi chini ya ufalme wake na kwa ajili ya manufaa yenu,
na jua na mwezi yanazunguka kwa mpango maalum kwa muda ulioukadiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yeye subhanahu anapanga kila kitu katika mbingu na ardhi, na anakubainishieni ishara zake za kuumba kwa kutaraji mpate kuamini kuwa yeye ni mmoja wa pekee. Na subhanahu Mwenyezi Mungu alitakasika, ndiye aliyekukujulieni ardhi akaidhalilisha ili muweze kutembea juu yake mashariki na magharibi. Na yeye akajalia katika hii ardhi milima iliyosimama imara na mito ya maji matamu inamiminika, na akajalia kwa hayo maji matunda ya kabila mbalimbali yanayozaliana, na kati ya kabila hizo namna mbalimbali, mengine matamu na mengine makali, mengine meupe na mengine meusi. Na yeye subhanahu hufunika mchana kwa usiku, na hakika katika huu ulimwengu na ajabu zake zimo alama wazi za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na umoja wake kwa anayefikiri akazingatia. Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia katika kila mimea dume na jike, ili ipate kupandishika sehemu ya uke kwa chembe ya uzazi zilizoko katika sehemu za ume, na kwa hivyo ndivyo huzalikana namna kwa namna na kwa wingi. Na hakika hiyo ardhi nafsi yake na maajabu, ndani yake vipo vipande vilivyokaribiana, navyo juu ya hivyo vina udongo mbalimbali, vingine ardhi yabisi na vingine vya rutuba, ijapokuwa ni udongo ule ule. Ndani yake yapo mabustani yaliyojaa miti ya mizabibu, na ndani yake mazao mengine yanavunwa, na mitende yenye kuzaa, nayo ama iliyokusanyika iko mbalimbali. Na yote hayo ijapokuwa inanyweshwa maji yale yale yakitilifiana kwa utamu wao. Na hakika katika ajabu hizo zipo dalili wazi za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa mwenye akili ya kufikiria. Aya hii tukufu inaonyesha elimu ya ardhi, yani geology, na elimu ya mazingira, yani ecology, na athari yao juu ya sifa za mimea. Inajulikana katika ilmu kwa rutuba ya ardhi inategemea juu ya chembe-chembe za madeni zinazohitalifiana kwa namna na ukubwa, na maji yanayotoka kwenye mvua na hewa, na vitu vyenye asili ya uhai kama mimea na vinginevyo ambavyo hupatikana juu ya udongo au ndani yake. Wapo hivyo kwa mamilioni vidogo vidogo, hata havionekani kwa jicho tu. Kwa jumla ukizingatia haya, utaona yanaonyesha uwezo wa Muumba na busara ya uumbaji, kwani ardhi kama wasemavyo wakulima inahitalifiana kila shubiri. Na inajulikana kwa wanazuoni wa sayansi kuwa ukipatikana upungufu katika hivyo vitu vya msingi katika udongo, basi hudhihirisha upungufu wake katika mimea. Na kwa hivyo wakulima hujalizia upungufu huo kwa kutia mbolea mbalimbali na hutengeneza hali ya mazingira. Na haya yana athari zake juu ya mazao, ikiwa kwa mmea wa namna moja au namna mbali. Ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye katika mikono yake upo ufalme wa kila kitu, naye ni mweza wa kila kitu. Na hakika mambo ya washirikina juu ya dalili hizi ni ajabu. Ikiwa wewe Muhammad utastaajabia jambo, basi la ajabu ni hiyo kauli yao wanaposema ati baada ya kufa na baada ya kuisha kuwa mchanga tutakuwa wahai tena upya. Huu ndiyo mtindo wa wanaomkufuru Muumba wao. Akili zao zimefungwa na upotofu, na marejeo yao ni motoni watakapodumu humo, kwani hao ni wenye kukanya juu ya kuwa mwenye kuweza kuanzisha anaweza kurejesha. Na huko kupita mpaka upotovu kunawapelekea kutaka wateremshiwe adhabu haraka haraka badala ya kuomba hidaya itayowaokoa. Na wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hawateremshii adhabu duniani akitaka, na zimekwisha wapitia adhabu watu mfano wao kwa hayo katika aliyoteketeza Mwenyezi Mungu kabla yao. Lakini nishani ya Mwenyezi Mungu kusamehe dhulma ya mwenye kuitubia akarejea kwenye haki, na kumteremshia adhabu kali yanaendelea na upotovu. Na usema hao makafiri wasioamini muujiza mkubwa, yani Kurani, hebu na amteremshie Mola wake mlezi alama ya unabii wake wa kuonekana kama kuiendesha milima, akawa Mwenyezi Mungu anaonyesha wazi uhakika wa nabii wake katika jambo hili. Na yeye subhanahu anamwambia, hakika wewe ni nabii wa kuwaonya kwamba kuna adhabu mbaya wakiendelea na upotovu wao,
na kila kaumu wanaye mtume wa kuongoza kwenye haki na muujiza wa kubainisha ujumbe wake, si wao wa kuchagua, lao ni kujibu upinzani na kuleta mfano wake. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Mwenyezi Mungu anajua mimba bebayo kila mwanamke na kinachopunguka na kuzidi matumboni, na kila kitu kwake ni kwa kipimo. Yeye ndiye mwenye kujua yanayoonekana na yasiyoonekana, mkuu aliyetukuka. Ni sawa anaificha kauli yake kati yenu na anaidhihirisha, na anayejibanza usiku na anayetembea jahara mchana. Kila mtu analo kundi la malaika mbele yake na nyuma yake linamlinda kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliyomo nafsini mwao. Na Mwenyezi Mungu anapowatakia watu adhabu, hakuna cha kuzuia wala hawana mlinzi yoyote badala yake. Yeye ndiye anayekuonyesheni umeme kwa hofu na tamaa, na huyaleta mawingu mazito. Na radi inamtakasa Mwenyezi Mungu kwa kumhimidi, na malaika pia kwa kumhofu. Naye hupeleka mapigo ya radi yakampata amtakaye. Nao wanabishana juu ya Mwenyezi Mungu, na yeye ni mwenye adhabu kali. Wakuombwa kweli ni yeye tu, na hao wanaowaomba badala yake hawawajibu chochote, bali ni kama mwenye kunyosha viganja vyake kwenye maji ili yafike kinywani mwake, lakini hayafiki. Na maombi ya makafiri hayako ila katika upotovu. Na viliomo mbinguni na katika ardhi vinamsujudia Mwenyezi Mungu tu vikitaka visitake, na pia vivuli vyao asubuhi na jioni. Sema, ni nani Mola mlezi wa mbingu na ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, mnawafanya wenginewe badala yake kuwa ni walinzi, nao hawajifai wenyewe kwa jema wala baya? Sema, hebu kipofu na mwenye kuona huwa sawa? Au hebu huwa sawa giza na mwangaza? Au wamemfanyia Mwenyezi Mungu washirika walioumba kama alivyoumba yeye, na viumbe hivyo vikawadanganyikia? Sema, Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu, na yeye ni mmoja mwenye kushinda. Ameteremsha maji kutoka mbinguni, na mabonde yakamiminika maji kwa kadri yake, na mafuriko yakachukua mapovu yaliyokusanyika juu yake. Na kutokana na wanavyoyayusha katika moto kwa kutaka mapambo au vyombo, hutokea povu vile vile. Namna hivyo Mwenyezi Mungu ndivyo anavyopiga mifano ya haki na batili. Basi lile povu linapita kama takataka tu basi, ama kinachowafaa watu hubaki kwenye ardhi. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga mifano. Waliomuitikia Mola wao mlezi watapata wema, na wasiomuitikia hata wangelikuwa navyo vyote viliomo katika ardhi na mfano wa hivyo, bila shaka wangelivitoa kujikombolea. Hao watapata hisabu mbaya kabisa, na makao yao ni Jahannam, na hapo ni pahala pabaya mno. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Aliyempa mtume huo muujiza mkubwa kabisa ni yeye anayejua kila kitu, na anazijua nafsi za binadamu tangu kuumbwa kwao, kutokana na mbegu za uzazi katika tumbo la mama mpaka wakati wa kufa kwao. Basi yeye anayejua mimba anayochukua kila mwanamke, kama ni mume au mke, kinachopunguka tumboni na kilichozidi wakati, mpaka utimie muda wa mimba, na mtoto akamilike kukua, azaliwe. Kila kitu kwake yeye subhanahu kina kipimo maalum na muda maalum. Yeye anayajua ya ghaibu tusiyoyahisi na tunayoshuhudia kwa ujuzi zaidi kuliko tunavyoshuhudia sisi na kuona. Na yeye subhanahu ni mwenye shani kubwa iliyotukuka juu ya kila kiumbe. Anazijua hali zenu zote katika maisha yenu, na maneno yenu na vitendo vyenu vyote. Basi anayajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza, vitendo na maneno. Na anajua vile mnavyojificha usiku na kujitokeza mchana, na yote ni sawa katika ujuzi wake.
na Mwenyezi Mungu alitakasika ndiye anayekuhifadhini. Kila mtu anao malaika wanaomlinda kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na wanapeana zamu kumlinda mbele na nyuma yake. Na hakika Mwenyezi Mungu subhanahu habadilishi hali ya watu kutoka shida kwenda neema, na kutoka nguvu wakawa dhaifu, mpaka wao wenyewe wageuze walionayo kufuatana na hali wanayoiendea. Na Mwenyezi Mungu akitaka kuwateremshia watu maovu, basi hawana wa kuwanusuru, ataiwalinda na amri yake, wala wa kuwatazamia mambo yao kuwakinga na yatayowateremkia. Na uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu unaonekana wazi, na athari zake zipo dhahir. Ni yeye anayekuonesheni umeme kwa kutisheni kuona, au mkahofu isikujieni mvua wakati msiohitaji kakuharibieni mazao, au mkatumai kwa umeme itakuja mvua kubwa mnayohitajia kwa maslaha ya ukulima. Ni yeye anayafanya mawingu yaliyojaa mvua. Na hakika radi zinamnyenyekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu uliotimia, mpaka ikawa sauti yake mnayoisikia ni kama kwamba inamtakasa na kumsabihi kwa kumhimidi, kumsifu na kumshukuru kwa kuumba kwake, kama ni ishara ya unyenyekevu wake. Na vile vile roho safi msizoziona, yani malaika, pia zinamtakasa yeye. Na yeye ndiye anayepeleka moto wa radi unaounguza ukampata mtakaye. Na juu ya kuwepo ishara hizi zinazoonekana zenye dalili ya uwezo wake subhanahu, wao bado wanabisha shani ya Mwenyezi Mungu alitakasika. Na yeye ni mwenye nguvu kubwa za kuvipinga vitimbi vya maadui. Na hayo masanamu wanayoyaomba kwa woga na kutafuta amani badala ya Mwenyezi Mungu pekee, hayawajibu wito na maombi yao. Hali yao ni kama mwenye kukunjua kiganja chake akindie maji ya kunywa na kiganja kisifike mdomoni. Na hali yao ikiwa ni hii, basi hizo dua zao haziwi la kupotea na kuhasirika. Na vyote vilivyomo mbinguni na duniani, vitu, watu, majini na malaika, vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa matakwa yake na utukufu wake, vikitaka visitake. Hata vivuli vyao kadhalika, vikirefuka na kufupika kwa mujibu wa nyakati za mchana, dhuhuri na jioni, kwa kufuata anavyoamrisha Mwenyezi Mungu na anavyokataza. Mwenyezi Mungu amemwamrisha nabii wake ajadiliane na washirikina kwa kuwaongoa na kuwabainishia. Akamwambia, ewe nabii, waambie nani aliyeziumba mbingu na ardhi, naye ndiye mwenye kuzilinda na mwenye kuviendesha viliomo humo. Tena uwaeleze jawabu iliyo sawa hiyo wanayoishindania. Waambie, huyo ni Mwenyezi Mungu anayeabudiwa kwa haki, hana mwinginewe. Basi ni wajibu wenu mumwabudu yeye peke yake. Tena waambie, mnaziona dalili zilizothibiti zinazoonyesha uumbaji wake kila kitu peke yake. Na juu ya hivyo mnawafanya masanamu kuwa ni miungu bila ya kukubali kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na haya masanamu hayajifai wenyewe kheri wala shari. Vipi basi mnafanya sawa na muumba mwenye kupanga? Nyinyi mnafanya sawa baina ya muumba wa kila kitu na asiyemiliki kitu. Mmekuwa kama anayefanya sawa baina viwili vinavyogongana. Basi hebu ni sawa baina ya mwenye kuona na asiyeona. Je, giza totoro na mwangaza unaoangaa ni sawa? Je, usawa huo unaingia akilini mwao? Au upotovu wao umepita hadi hata wanadai kuwa hayo masanamu yao ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika kuumba na kupanga, hata yakawadanganyikia wasijue mambo ya uumbaji, kama walivyopotea katika kuabudu. Waambie, ewe nabii, Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye muumba wa kila kiliopo, na yeye ni pekee yake katika kuumba na kuabudiwa, mwenye kushinda kila kitu. Na hakika neema zake mtukufu mnaziona, na masanamu yenu hayana athari yoyote katika neema hizo. Yeye ndiye anayekuteremshieni mvua kutoka kwenye mawingu, na mito na mabonde yakamiminika maji, kila kitu kwa kadiri yake aliyekadiria Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa ajili ya kuzalisha mimea na matunda ya miti. Na mito inapomiminika hubeba juu yake visiokuwa na manufaa, na huwa katika hivyo venye nafuu hubakia, na visio na faida hupita. Mfano wa hayo ni haki na batili, kweli na uongo. Haki hubakia na batili ikapita. Na katika maadeni yanayoyayushwa kwa moto wa kufanyia mapambo kama dhahabu na fedha,
na yanayotumiwa kwa manufaa mengine kama chuma na shaba. Kadhalika sehemu isiyo na faida huwa juu kama povu na hutupwa, na yenye nafuu ndiyo hubakia. Kadhalika katika imani potovu hupita, na iliyo ya kweli hubakia. Kwa mfano kama huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu anabainisha ukweli wa mambo na upiganisha mifano hii kwa hii ili yote yabainike wazi. Watu kwa mujibu wa kupokea kwao uongofu ni mafungu mawili. Fungu moja lililoitikia wito Mwenyezi Mungu muumba mwenye kupanga, hilo litapata malipo mema duniani na akhera. Fungu jingine lisiloitikia wito aliyewaumba, hawa watapata malipo maovu akhera. Na lau kuwa wanamiliki kila kiliomo duniani na mfano wake mara ya pili, hawawezi kujikinga na hayo malipo maovu, lakini watapata kumiliki hayo. Kwa hivyo yao wao ni hisabu ya kuwaudhi, na wataishia katika Jahanamu, na huko ni pahali paovu mno pa kuishi. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Je, anayejua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki ni sawa na aliyekipofu? Wenye akili ndio wanaozingatia. Wale ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano, na wale ambao huyaunga aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe, na wanayehofu hisabu mbaya, na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya Mola wao mlezi, na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa, na wakayaondoa maovu kwa wema, hao ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhera. Nayo ni bustani za milele, wataziingia wao na waliowema miongoni mwa baba zao na wake zao na vizazi vyao, na malaika wanawaingilia katika kila mlango. Assalamu alaikum, amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyosubiri, basi ni mema mno malipo ya nyumba ya akhera. Na wale wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuzifunga, na wanakataa aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe,
na wanafanya fisadi katika nchi, au ndio watakaopata laana na watapata nyumba mbaya. Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki ya mtakaye na humkunjia kwa kipimo. Na wamefurahia maisha ya dunia na uhai wa dunia, kwa kulingana na akhera si kitu ila ni starehe ndogo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Hakika walioongoka na waliopotoka hawawi sawa. Basi je, anayejua ya kuwa ulioteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyekulea, akakuumba, akakuteua kufikisha ujumbe wake kuwa ni haki sio na shaka yoyote, je, huweza kuwa huyo kama aliyepotea akaitupa haki hata akawa kama kipofu? Hakika hawatambui haki wakaizingatia utukufu wa Mwenyezi Mungu ila watu wenye akili ya kufikiri. Hao ndio wanaotambua haki. Wao ndio wanaotimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyo juu yao kwa mujibu wa maumbile na kwa mujibu wa maagano yao na ahadi zao walizofungamana nazo. Wala hawavunji maagano waliofungamana nayo kwa jina la Mwenyezi Mungu baina yao na waja wenzi wao, na kwa maagano makubwa waliojifunga nayo kwa maumbile yaliyowafanya waitambue haki na waiamini, isipokuwa waliojipoteza wenyewe nafsi zao. Hao ni waumini, ada yao ni mapenzi na utiifu. Hao wanaamini mapendo baina ya watu, na wanahurumia jamaa zao, na wanawasaidia wenzi wao katika haki, na wao wanaijua haki ya Mwenyezi Mungu, na wanaiogopa hisabu ya kuwachusha siku ya Kiyama, na kwa hivyo wanajikinga na madhambi kwa kadri wawezavyo. Na wanavumilia maudhi wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu iwasaidie katika njia kuwania haki. Wanashika swala kama inavyopasa kusafisha roho zao na kumkumbuka Mola wao mlezi, na wanatoa kutokana na mali aliyowapa Mwenyezi Mungu kisirisiri na kwa dhahiri bila ya kutaka kuonyesha watu, na kwa maovu wanaotendewa wao wanalipa mema. Na wao kwa sifa hizi watapata malipo mema kwa kukaa katika ahsani ya nyumba, nayo ndiyo pepo. Hayo ndiyo malipo mema ya ukaazi wa moja kwa moja katika bustani za neema. Watakuwa wao humo pamoja na wazazi wao waliokuwa njema imani yao na amali yao. Pamoja nao pia watakuwa na wake zao na dhuria zao, yani wazao wao, na roho safi zitawasalimu na kuwaingilia kila upande. Hizo roho zitawaambia, amani ya milele ni yenu kwa sababu ya kuvumilia kwenu maudhi na kusubiri kwenu katika kupambana na matamanio yenu. Ni mazuri mno haya malipo mnayoyapata, na wenye kupata makazi katika nyumba ya neema ya peponi. Hakika sifa za waumini wema ni kinyume na sifa za washirikina waovu, kwani washirikina huvunja ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyochukua kwao kwa mujibu wa maumbile na ambayo walijifunga nayo. Kwa hivyo wamekhalifu maumbile yao na akili zao kwa kuabudu mawe yasiyowafaa wala kuwadhuru, na wanavunja ahadi zao wanazofungamana na waja wenzao. Tena wanakata mahusiano yao ya mapenzi na watu na mahusiano yao na Mwenyezi Mungu. Hawazifuati amri zake wala hawamwabudu yeye pekee, na wanafanya uharibifu katika ardhi kwa uvamizi na kufanya uadui na kuvuka mipaka na kuacha kuitengeneza dunia wakanafiika nayo. Na Mwenyezi Mungu alitakasika hapendi uchafuzi na ufisadi. Na ikiwa hao washirikina wanaona kuwa wao wamepewa mali mengi na waumini ni mafakiri wanyonge, basi wajue kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu humpa riziki kunjufu amtakaye, akizishika sababu na kumdhakisha amtakaye. Basi yeye humpa muumini na asiyekuwa muumini. Kwa hivyo msidhani kuwa wingi wa mali mikononi mwao kuwa ni dalili ya kuwa wao ndio wamo katika haki, lakini wao hufurahi kwa hayo mali waliopewa juu ya kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu humpa dunia anayempenda na asiyempenda, na maisha ya duniani si chochote ila ni starehe duni yenye kupita. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي
إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Na wanasema waliokufuru, kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Sema, hakika Mwenyezi Mungu humwacha kupotea amtakaye na humuongoa anaelekea kwake. Wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndiyo nyoyo hutua. Wale walioamini na wakatenda mema watakuwa na raha na marejeo mazuri. Ndiyo kama hivi tumekutuma kwa umma ambao wamekushapita kabla ya umati nyingine, ili uwasomee tunayokufunulia, na wao wanamkufuru Rahmani mwingi wa rehema. Sema, yeye ndiye Mola wangu mlezi, hapana Mungu isipokuwa yeye, juu yake nimetegemea na kwake ndiyo marejeo yangu. Na kama ingelikuwako Qur'ani ndiyo inayoendeshewa milima na kupasuliwa ardhi na kusemeshewa wafu, bali mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Je, hawajajua walioamini kwamba lau kuwa Mwenyezi Mungu angependa bila shaka angeliwaongoa watu wote? Wala waliokufuru hawaachi kusibiwa na balaa kwa walioyatenda, au ikawateremkia karibu na nyumbani kwao mpaka ifike ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu havunji miadi yake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na hakika hao washirikina waliobanwa na wingi wa pupa na papara husema, je, huyu nabii hakuteremshiwa muujiza mwingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Ewe nabii, waambie sababu ya kutokuwa na imani nyinyi si upungufu wa miujiza, bali ni upotovu tu. Na Mwenyezi Mungu alitakasika na aliyetukuka humwacha potee anayemtaka potee, maadamu anaendelea katika njia ya upotovu, na humuongoa aendelee kwenye haki yule ambaye daima hurejea kwa Mwenyezi Mungu. Na hakika hawa wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu na wanaikubali haki ndio hao walioamini, ambao nyoyo zao zinatua na kutajwa na kukumbukwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa Qur'ani au vinginevyo. Na hakika nyoyo hazitulii na kutua ila kwa kukumbuka utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake na kuomba radhi yake kwa kumtii. Na hakika wanaoinyenyekea haki na wakasimama kutenda vitendo vyema, hao watapata malipo mema na mwisho mzuri. Kama tulivyowapelekea kaumu zilizokwisha pita mitume wakawaeleza juu ya haki, na wakapotea waliopotea na wakaongoka walioongoka, na tukawapa muujiza ya kuonyesha utume wao, kadhalika tumekutuma wewe kwa umma wa Kiarabu na wenginewe, na kabla yao zimekwisha pita kaumu nyingine.
na muujiza wako ni hii Kurani wasomee, wawekee wazi maana yake na utukufu wake. Na wao wanaikanya rehema ya Mwenyezi Mungu waliopewa kuteremshiwa Kurani. Basi ewe nabii waambie, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniumba na anayenilinda na anayenirehemu. Hapana Mungu wa kuabudiwa kwa haki ila yeye, na mtegemea yeye tu, na kwake ndiyo marejeo yangu na yenu. Wao wanataka muujiza mwingine usiokuwa huu wa Kurani juu ya ubora wa athari yake. Lau kuwa kweli wanaitaka haki na wanaikubali, lau kuwa kuna kitabu cha kusomwa kikaiendesha milima kikapasua ardhi au kikawasemeza maiti, basi kitabu hicho kingekuwa hii Kurani. Lakini watu hawa wanainda tu. Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye amri yote katika miujiza na malipo ya hao wakanyao, na katika hayo ana uwezo kamili. Ikiwa hao wamo katika hali hii ya inadi, basi je, walioitii haki hawajakata tamaa bado na kuamini kwa hawa makafiri, na wakajua kwamba kufuru yao ni ya kuyakataa matakwa ya Mwenyezi Mungu? Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka waongoke watu wote, basi wangeliongoka. Na hakika uwezo wa Mwenyezi Mungu uko dhahiri mbele yao, basi haziachi balaa kali kali za kuwateketeza zikiwasibu au kuwateremkia karibu yao, mpaka itimia ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyowapa. Na Mwenyezi Mungu mtukufu havunji miadi yake. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ Na hakika walifanyiwa kejeli mitume waliokuwa kabla yako, na nikawapururia wale waliokufuru, kisha nikawashika. Basi ilikuwaje adhabu yangu? Je, anaisimamia kila nafsi kwa yale iliyoyachuma? Na wamemfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika. Sema, watajeni, au ndiyo mnampa habari ya yale asiyoyajua katika ardhi, au ni maneno matupu? Bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia, na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha potee, basi hana wa kumwongoa. Wanayo adhabu katika maisha ya dunia, na adhabu ya akhera hapana shaka ina mashaka zaidi, na wala hawatakuwa na wakuwalinda na Mwenyezi Mungu. Mfano wa bustani walioahidiwa wachamgu, kati yake inapita mito, matunda yake ni ya daima, na pia kivuli chake.
huu ndio mwisho wa wale waliojilinda, na mwisho wa makafiri ni moto. Na tuliowapa kitabu wanafurahia ulioteremshiwa, na katika makundi mengine wapo wanayakataa baadhi ya haya. Sema, nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe. Kuendea kwake yeye ndiyo ninaita, na kwake yeye ndiyo marejeo yangu. Na ndiyo kama hivi tumeteremsha Qur'an kuwa ni hukumu kwa lugha ya Kiarabu. Na ukifuata matamanio yao baada ya kukujia elimu hii, utakuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na ikiwa hao wanaokanya wamekufanyia kejeli kwa hayo unayowaitia na kwa Qur'ani, basi walifanyiwa maskhara vile vile mitume waliotumwa kabla yako wewe, ewe nabii. Basi usihuzunike, kwani mimi nawapa muhula tu hawa wanaokanya, kisha nitawatwaa, na hapo itakuwa adhabu kali isiyowezekana kuelezwa wala kujulikana hali yake. Hakika washirikina wamefanya upumbavu katika kukanywa kwao, wakamfanyia Mwenyezi Mungu washirika wa kuabudu, kwani ati huyu ambaye ndiye mwenye kuhifadhi na kuangalia kila nafsi na kuipima kwa kuilipa kheri na shari inayoichuma, atakuwa wakufananishwa na haya masanamu? Ewe nabii, waambie, yaelezeni yalivyo kweli. Je, hayo masanamu ya hai yanaweza kujikinga na madhara? Yakiwa mawe hayanufaishi wala hayadhuru, basi mbona mnajidanganya nafsi zenu kuwa miungu hiyo ndiyo imemwambia Mwenyezi Mungu hayo ambayo mnadhani kuwa yeye hayajui ya ardhi hii? Au mnaiweka kwenye cheo cha kuiabudu kwa maneno yanayotoka katika ndimi zenu? Hakika iliyopo ni kuwa watu hawa wamezugwa na mazingatio yao na mawazo yao ya upotovu, na kwa sababu hiyo wameiacha njia ya haki, wakabaki wakitangatanga. Na wenye kupotea kama hao basi hawana wa kuongoa yeyote, kwani wameziachisha nafsi zao njia ya uongofu. Duniani watapata adhabu kwa kushindwa na kutekwa na kuuliwa, ikiwa waumini watakwenda katika njia ya haki. Na hapana shaka adhabu ya akhera itayoteremkia ni kali zaidi na ya kudumu zaidi. Hapana wa kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa kila kitu. Ikiwa hawa watapata adhabu hii, waumini watapata pepo na neema zake, na hayo wamekwisha ahidiwa. Na hali ya bustani walipoahidiwa wanaosimama juu ya haki na wakaweka kinga baina ya upotovu na imani, ni kuwa itapitiwa chini ya miti yake maji matamu, na matunda yake ni ya daima hayasiti, na kivuli chake vile vile ni cha daima. Na haya ndiyo malipo ya wale wanaojikinga na shari. Ama makafiri wanaokanya, malipo yao ni kuingia motoni. Na wale ambao waliopewa ujuzi wa vitabu vilivyoteremshwa, ni wajibu wao wakifurahie kitabu hichi ulichoteremshwa wewe, kwani hichi ni maendeleo ya ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na wanaoifanya dini kuwa ni sababu ya kufanya makundi mbalimbali, wanayakataa baadhi ya ulioteremshiwa kwa uadui na chuki tu. Basi ewe nabii, waambie, hakika mimi sikuamrishwa ila ni muabudu Mwenyezi Mungu, na nisimshirikishe katika ibada yake na kitu chochote, na kuendelea kumwabudu yeye peke yake ndiyo nalingania, ninaita, na kwake yeye peke yake ndiyo marejeo yangu. Na kama vilivyoteremka vitabu vya mbinguni, tumekuteremshia wewe hii Qur'ani ili iwe ni hakimu baina ya watu kwa yaliyo baina yao, na iwe ni hakimu wa vitabu vilivyotangulia kuwa ni vya kweli. Na hii Qur'ani tumeteremsha kwa lugha ya Kiarabu, wala usitake kuwafurahisha washirikina wa ahli kitabu, yani watu wa Biblia, baada ya ufunuo na elimu iliyokufikia. Na ukitaka kuwaridhi, basi utakuwa na kukusaidia au kukulinda mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapa naambiwa nabii, hasa wanasemezwa waumini wote. Na mahadharisho ya waumini ni kweli kweli hivyo. Na kwa nabii ni kwa ajili ya kubainisha kuwa juu ya kuwa yeye ni mteuliwa na mtukufu wa daraja, bado anafaa kuhadharishwa. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Na hakika sisi tulikwisha watuma mitume kabla yako na tukajalia wawe na wake na dhuria, na haiwi kwa mtume kuleta miujiza isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kila kipindi ina hukumu yake. Mwenyezi Mungu hufuta na huthibitisha ayatakayo, na asili ya hukumu zote iko kwake. Na ikiwa tukikuonyesha baadhi ya tulivyowaahidi au tukakufisha kabla yake, juu yako wewe ni kufikisha ujumbe na juu yetu ni hisabu. Je, hawakuona kwamba tunaifikia ardhi tukiipunguza nchani mwake? Na Mwenyezi Mungu huhukumu na hapana wa kupinga hukumu yake, naye ni mwepesi wa kuhisabu. Na walipanga waliokuwa kabla yao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mipango yote. Yeye anajua inayochuma kila nafsi, na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho akhera. Na waliokufuru wanasema, wewe hukutumwa. Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, na pia yule mwenye elimu ya kitabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na ikiwa washirikina wanachochea watu wastaajabu kuwa wewe una wake na dhuria, yani wazao, na wanataka ulete muujiza mwingine usiokuwa Qur'ani, basi tulileta kabla yako mitume wenye wake na wana vile vile. Kwani mtume ni mwanadamu na ana sifa za kibinadamu, lakini yeye ni mbora kuliko wote. Wala nabii hawezi kuleta muujiza kama apendavyo yeye au wapendavyo watu wake, bali aletaye muujiza ni Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye anayetoa idhini. Kila kizazi katika vizazi kina amri yao aliyowaandikia Mwenyezi Mungu ya kuwasilihi, na kila kizazi kina muujiza wake unaowanasibu. Nabii Isa alayhi salam anasimuliwa katika Injili ya Yohana 5:30 kuwa alisema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Mwenyezi Mungu hufuata sharia na miujiza, na akaleta badala yake atakayo na akaithibitisha. Na kwake yeye ipo asili ya sharia zilizothibiti zisiogeuka, na ndiyo kwenye umoja na asili ya fadhila zote na mingineyo. Na tukikuonyesha baadhi ya malipo au adhabu tulizoahidi, au tukakujalia ufe kabla ya hayo, ungeliona kitisho kitachowashukia washirikina, na ungeliona neema za waumini. Lakini haya hayakuhusu wewe, juu yako wewe na kufikisha ujumbe tu, na kwetu sisi peke yetu ndio hisabu. Na hakika dalili za adhabu na kushindwa zipo. Hawaangalii kwamba sisi tunazifikia nchi walizokuwa wakizitawala zinachukuliwa na waumini kidogo kidogo, na kwa hivyo tunawapunguzia wao ardhi zilizowazunguka.
na mwenyezi mungu pekee yake ndiye wa kuhukumu kushinda na kushindwa na thawabu na adhabu, na wala hapana wa kuipinga hukumu yake, na hisabu yake ni ya mbio mbio, haihitaji kupitiwa na wakati mrefu, kwani yeye ni mjuzi wa kila kitu. Basi ishara zipo. Aya hii ina ukweli uliofikiriwa na uchunguzi wa kisayansi za hivi sasa, ya kwamba imethibiti kuwa dunia inazunguka na kuwa inayo mvuto kama sumaku. Hayo yanapelekea kubabataa katika ncha mbili za kaskazini na kusini, yani North Pole na South Pole, na hivyo ni kupunguka katika ncha mbili za ardhi. Na kadhalika imejulikana kuchopoka mbio za sehemu za gasi zilizofunika huu mpira wa dunia ukipindukia nguvu za mvuto wa ardhi, basi hutoka nje ya dunia, na haya yanatokea mfululizo, na kwa hivyo ardhi, yani dunia, inakuwa katika hali ya kupunguka moja kwa moja katika ncha zake. Haya yanakuwa kwa kuifasiri ardhi kuwa ni dunia, si nchi ya maadui wa waumini. Yaelekea tafsiri hii kwa aya hii tukufu, ijapokuwa wafasiri wengi wamefasiri kwa muradi wa ardhi ni nchi za maadui. Na waliokuwa kabla yao waliwapangia mitume wao mipango ya uovu, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu ndiye mwenye mipango yote kwa makafiri walioko sasa na waliowatangulia, na watapata malipo kwa wanayoyatenda. Na yeye anayajua yatendayo kila kiumbe, na ikiwa wao hawajui kuwa mwisho mwema ni wa waumini, basi siku ya kiyama watajua kwa kuona nani atapata mwisho mwema kwa kukaa katika nyumba neema. Na ahadi ya ushindani wao hao wanaukanya na hawaikubali haki ni kukwambia, ewe nabii, wewe si mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu, basi waambie, yanitosha mimi kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kunihukumia mimi nani, na anayejua hakika ya Kurani na ajabu zake za miujiza ya kushangaza inayoingia katika akili zilizo nzima.